Hallelujah. Hallelujah. Someone excited, shout a bigger hallelujah. Kama umefurahi sema hallelujah. Lift up your voice and celebrate God Inua for this sauti wonderful yako, privilege mshangilie to Mungu be in His presence this kwa evening. kuwa katika uwepo wake jioni ya The leo. last Wednesday of this great month. Jumatano ya mwisho wa Celebrate His mwezi holy name, huu. worship Him for all He have done for you. Shangilie, mwabudu kwa kila alichotenda. Thank Him for His faithfulness. Mshukuru Thank Him kwa for His uaminifu love. wake. Thank Him for all you have done. Mshukuru kwa yote aliyotenda. Everyone, lift up your voice and Inua appreciate sauti Him. yako na mshukuru Mungu. Those in all our viewing centers, Wale kwenye thank vituo Him. vyetu. Lift up your voice and thank Mshukuru, Him. inua sauti yako This God has mshukuru. been so wonderful. Mungu huyu amekuwa This mwaminifu God has been sana. so faithful. Amekuwa You have mwaminifu. been a wonderful God. Amekuwa ni Mungu wa Oh kushangaza. Lord, we thank you Mungu tunakushukuru. for the privilege of being in your presence again. We appreciate you. Endelea kuwepo katika Oh, uso wako Lord, tena, is tunakushukuru. Worthy, worthy is thy name, Jesus. Wastahili jina lako We la stahili. worship your holy name. Tunaliabudu jina lako Holy takatifu. akatandalia baba shondelia baba baba baba. Oh yalia bakatushikalia bandoloboshia balianda. Elikoshiandelia baba baba. We worship you, Jesus. Tunakuabudu Yesu. Holy abalabalaba. We give you glory, Lord, as we honor you. We give you Glory, Lord, as we honor you. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. mighty You God. are worthy, You are wonderful, oh, Lord. you are wonderful. Oh, Lord. You are worthy, You are wonderful, Lord. Mighty God. You are wonderful, Lord. We give you glory. You are wonderful, Lord. Hallelujah. Hallelujah. We give you glory, Lord, as we honor you. We give you glory, Lord, as we honor you. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful. You are worthy. You are wonderful, Oh, Lord. you are wonderful, worthy. You are wonderful, Lord. You are wonderful. Yeah. You are wonderful, Lord. Father, we worship you, Lord. You are wonderful. You are wonderful, Lord. You are wonderful. You are wonderful. You are wonderful, Lord. You are wonderful, Lord. Yes. You are worthy. You are wonderful. Hallelujah. We give you all glory. We worship you, our God. You are worthy to be praised. Join me and sing. You are the Alpha and Omega. We worship you, our God. Yes. You are worthy to be praised. We give you all. We give you all. Alpha and Omega. We
Worship His holy name. Hallelujah, Lord. Abudu jina lake takatifu. Worship His holy name. Abudu jina lake takatifu. Oh, Maliano, worship Kalia Baliaba. Worship His holy name, worship. Oh, Mali Bali Bashila Bala Bala Bala. Yala Bali Ashala Bala Bala. Malabalia Boshia Bala Bala Basholo Bolianda La Bala Boshia. Abakatelia Balia Bala Bala Bashia. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Oh, hallelujah. Hallelujah. Matthew chapter 20 verse 6. Mathayo 20 mstari wa 6. Matthew chapter 20 verse 6, still in a standing position. Mathayo 20 mstari wa The Bible 6. says at the 11th hour, Na saa ya he went 11 out again at the 11th hour. akatoka akaenda tena saa 11. This service today is 11th hour miracle service. Ibada ya leo ni ibada ya saa 11 ya Somebody shout a louder miujiza. amen. Sema amina. 11th hour miracle service. Ibada ya saa 11 ya And I muujiza. want you to understand because I want you to pray this hour. Nataka ukapate kuomba muda huu. When we talk about 11th hour, we are talking about last minute miracle. Tunapozungumza kwa habari ya saa 11 tunazungumza muujiza wa dakika ya mwisho. When we talk about 11th hour, we talk about injury time miracle. Tunapozungumza kwa habari ya saa 11 tunazungumza kwa habari ya muujiza wa Today is the wakati. last service, miracle communion service for the month. Leo ni ibada ya ushirika mtakatifu ya mwisho wa mwezi. Hallelujah. Haleluya. And I don't know what you have received since the month began, Na sijui umepokea nini tangu mwezi umeanza. but I don't know the ones that are pending. Lakini sijajua ni yapi ambayo bado But I hujayapokea. want you to know that you are receiving a last minute miracle this service Lakini today. nataka ujue unapokea leo I muujiza wa want you to dakika ya cry to mwisho. God of 11th hour miracle, visit me in this service Nataka today. ulio umwambie Mungu wa God muujiza of wa saa 11th hour 11 miracle, visit nitembelee. me here today, Mwambie visit me Mungu wa here muujiza today. wa saa 11 Oh nitembelee. Lord of 11th hour miracle. Mungu wa muujiza wa Oh saa last minute 11. miracle. He went at the Muujiza 11th wa hour. dakika moja. God Aliondoka of saa 11th 11. hour miracle, visit me Mungu wa here saa today. 11 Visit me here nitembelee. today. Oh God of 11th hour, Mungu wa arise muujiza wa and saa let there be 11 change in the life of nitembelee. everyone today. Visit everyone. Mtembelee kila Lord, mmoja. no carry over to the month of December. Mungu, Lord, that which usisubiri you have mpaka promised mwezi your wa people, 12. that prophetic word Kile that yet to be ambacho fulfilled, umeahidi let it be katika mwezi wa fulfilled, let it be 11 fulfilled kitimie. between now and the end of the month. Baina ya Lord, let leo it be na mwisho wa fulfilled. mwezi Somebody kitimie. open your mouth and cry to Fungua God kinywa of chako, 11th hour. lia kwa He's a Bwana God of wa 11th saa hour 11. miracle. Ni Mungu wa Holy muujiza wa saa Kashakalia 11. Balabalaba. Oh, Brakatilia Balabala Basalaba. Holy Brakatilia Basalaba Bushelaba. Alia Katolo Bushia Balia Balaba. Lia Baba Baba Shakatela Balaba. Oh, Brakatolo Bushia Balaba. Elia Katalia Bashala Balabushia Balaba. Oh, Pakato. Lekata, wherever you are. Everyone in our viewing center, everyone on mmoja ground kwenye vituo here, vyetu. lift up your voice and Inua cry sauti to God yako. of 11th hour miracle. Mungu wa saa Ask him to 11 visit you. akutembelee. Ask him to visit you. Mwombe Ask akutembelee. him to visit you. Mungu wa saa To give you the 11 desires of your heart. mwombe akutembelee. Every prophetic word for the Akupatie year matamanio ya that moyo yet to be wako. fulfilled in your life. Let it be Lile neno fulfilled. la kinabii Let it ambalo be fulfilled. halijatimia Let likapate it be kutimia. fulfilled. Let it be fulfilled. The God of 11th hour is Mungu wa in saa our midst 11 today. yuko katikati Holy yetu. Ababa. Thank you, Jesus. Asante Yesu. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. Somebody that believe God have heard you shout a louder Kama amen. unaamini Mungu amekusikia sema amina. Indeed, you shall receive 11th hour miracle in this service today. Hakika utapokea muujiza wa saa The 11. praise today shall be 11th hour miracle praise. Sifa And za as leo you zitakuwa praise sifa God za today, muujiza wa saa the 11. God of 11th hour will visit you in the name of Jesus Christ. Utakapomsifu Mungu, Mungu wa saa 11 Somebody shout a atakutembelea kwa louder jina la Yesu. amen. Sema amina ya nguvu. Clap your hand for Jesus Piga Christ. makofi kwa Yesu Kristo. Please have your seat in his presence. Tafadhali keti. Praise God. Bwana asifiwe. Hallelujah. Haleluya.
We have come with open hearts, Tumekuja so kwa let mioyo the ancient word iliyofunguka. impart. We have come with open heart, so let the ancient word impart. Ancient word, ever to changing me, I'm changing you. We have come with open heart, so let the ancient word impart. Ancient word, ever true, changing me, I'm changing you. We have come with open heart, so let the ancient word impart. Ancient word, ever true, changing me, I'm changing you. We have come with open heart, so let the ancient word impart. Hallelujah. Haleluya. Somebody shout a big hallelujah. Sema haleluya ya nguvu. This song is my anthem. Many times they know me so much of this hymn. It's a hymn. Wimbo huu The title of the hymn is Holy Word. I'm only singing the chorus. anapenda na anaweza kuimba kwa kifupi tu. Hallelujah. Haleluya. It reminds me a lot of things every time I sing it. Wimbo unamkumbusha mambo mengi anapouimba. In my former station, they know me. Every time I climb altar, I must sing it. Katika kituo changu kilichopita ambapo nilikuwa na hudumu, wananitambua kila nikipanda madhabahuni naimbaga wimbo huu. Preparing myself and you for the word. Preparing myself and you for the word. Mara nyingi akijiandaa kwa ajili ya neno. And I believe God that the ancient word will impart you today as never before. Naamini Mungu wa kale You know, the word atakugusa. of God is ancient. Neno la Mungu ni kale. The same way God is the ancient of days, that's to say the word is ancient. Kama vile Mungu alivyokuwa mzee wa kale, ndivyo neno nalo ni la The kale. word is as old as God. Neno lina umri sawa sawa na Mungu. And the word have one of the virtues of the word is impartation. Moja ya viwekezo au nguvu zilizoko ndani ya neno ni The kuleta Bible says mguso. the Spirit entered into me when he spake unto me. Biblia anasema roho na ikaniingia aliposema nami. Ezekiel chapter 2 verse 2. Ezekiel 2 mstari wa 2. The word of God have impartation virtues. Neno la Mungu lina nguvu ya kuweka mguso. And we have proved it in this commission that you can be imparted by the word. Na imethibitishwa kwenye huduma hii kwamba unaweza ukapata mguso kupitia neno. And I believe God tonight that the ancient word will impart you. Na muamini Mungu kwamba neno la kale litakupa mguso. Somebody shout a louder amen. Sema haleluya ya nguvu. You are welcome in the name of Jesus Christ. Unakaribishwa katika jina la Yesu. As we conclude our teaching today, engaging the breakthrough power of praise. Tunapomalizia masomo yetu leo kuhusisha nguvu ya mpenyo ya sifa sehemu ya 5. Don't forget, it is a month of praise triggers fulfillment of prophecy. Usisahau kwamba huu ni mwezi wa sifa huchochea kutimia kwa And we unabii. have been looking at this, engaging the breakthrough power of faith. Na tumekuwa tukitazama kuhusisha nguvu ya mpenyo ya sifa. In other words, engaging means putting it to practice. Kwa maneno mengine kuhusisha manake ni kutendea Praise. kazi, kuliweka kwenye matendo. There are breakthrough powers of praise. Kuna nguvu ya mipenyo katika sifa. But we have to engage it before we see it manifest. Lakini lazima tuingie katika hizo sifa ili tuweze kuona You nguvu can know ikitimia. about praise, but it will not work for you until you engage it. Hiyo nguvu ya mipenyo haitatenda kazi kwako mpaka umehusisha hiyo sifa. That you know it is not enough. Swala la kujua tu haitoshi. Praise is something you practicalize. Sifa ni kitu ambacho unapaswa kukifanya kwa matendo. You put to practice. Kitu ambacho unakiingiza katika matendo. Oh, I know this song.
kwamba naujua wimbo huu. Thank God you know the song. Namshukuru Mungu naujua wimbo. But until you sing it to God, He will not receive Lakini it. mpaka umeuimba kwa Mungu, Mungu When we ataupokea. talk about engaging, Tunapozungumza kwa habari ya we are kuhusisha, charging everyone to put the power of praise. tunamwagiza kila mmoja kuingiza ile nguvu ya sifa katika And as we matendo. are rounding up this month, praise is not for November only. Tunapomalizia mwezi huu, tambua kwamba sifa si kwa ajili ya mwezi wa We 11 must tu. make praise our lifestyle. Lazima tufanye sifa kwa mfumo wetu wa maisha, In season and out of season. katika msimu na nje ya msimu, In want and in lack. katika uhitaji na katika utele. Even in the world, we must make it our lifestyle. Lazima tuifanye kwa mfumo wetu wa maisha. Even in the prison houses of Hata life, gerezani lazima tufanye kwa it is mfumo wa maisha. praise that will bring us out of that house. Sifa ndio zinaweza kututoa katika hilo gereza. We have been told since the beginning of this month that praise is God's natural habitat. Tumekuwa tukiambiwa tangu kuanza kwa mwezi huu kwamba sifa ni makazi ya Mungu. God lives in praise. Mungu anaishi katika sifa. God dwells in praise. Mungu anakaa katika Praise sifa. is God's accommodation. Sifa ni makazi ya Mungu. Psalm 22 verse 7. Zaburi Say, 92 for mstari wa thou 3. art holy that inhabit the praises of Israel. Maana wewe ni mtakatifu ukae katika sifa za Israeli. You want to carry God. Unataka kumbeba Mungu, Praise must be involved. sifa lazima uzihusishe. Praise involve God to every affairs of man's life. Sifa zinamhusisha Mungu katika shughuli zote za mwanadamu za maisha. Praise cannot go up and God will be absent in your life. Sifa haziwezi kwenda juu na Mungu akakosekana katika maisha yako. A praiseful church is a church that experiences the manifest presence of God. Kanisa linalomsifu Mungu ni kanisa linalofurahia uwepo wa Mungu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Somebody shout a bigger hallelujah. Sema haleluya ya nguvu. Understand also, we have been told since the beginning of the month that praise is a spiritual medium through which we transfer our battles to God. Tumekuwa tukiambiwa tangu mwanzo wa mwezi huu ya kwamba sifa ni njia ambayo tunaitumia kuhamisha vita vyetu kupeleka kwa Mungu. Battles are real to our Christian race. Vita ni halisi katika safari zetu na mbio zetu za Ukristo. But victory is more real. Lakini ushindi ni halisi Every zaidi. one of us will fight battle one or the other. Kila mmoja wetu anapigana vita moja ama nyingine. No Christian is exempted from battles. Hakuna Mkristo ambaye ameepuka katika vita. In fact, Ephesians chapter 6 verse 12. Efeso 6:12. The Bible says we fight. Biblia inatuambia tunapigana. And the fight is not with flesh and blood. Na vita vyetu si vya damu na nyama. The word wrestled, King James put it, means fight. Neno kupambana maana yake ni kupigana. When two people are wrestling, they say they are fighting. Watu wawili wanapopigana, wanapofanya mieleka And the tunasema Bible says we wanapigana. wrestle not against flesh and blood, but against principalities and against Biblia powers. inasema tushindani juu ya damu na nyama bali ni juu ya falme na mamlaka. We fight spiritual battles more than physical battles. Tunapigana vita vya kiroho zaidi kuliko vita vya kimwili. Over 90% of our battles are spiritual. 90% ya vita vyetu ni za kiroho. And you know that the spiritual controls the physical. Na unajua ulimwengu wa roho ndio unatawala ulimwengu wa Even the mwili. one that manifests itself physically have already started in the spiritual realm. Hata ile vita inayojidhihirisha mwilini ilishaanza rohoni. Praise the Lord. Bwana asifiwe. But to hand over our battles to God, we need to praise Him. Lakini ili tuweze kumkabidhi Mungu vita vyetu tunahitaji kumsifu. There are battles we can't be able to win. Kuna vita ambavyo hatuwezi sisi But kuvishinda. there is no battle that will be a concern to God. Lakini hakuna vita inaweza kumsumbua Mungu. Hallelujah. Haleluya. You must know this God you are handing over your battle to. Lazima umjue huyu Mungu ambaye unampa vita vyako. If you know Him, you won't be shaken. Ukimjua yeye kwa ukweli hautatikisika. In Exodus chapter 15 verse 7 Kutoka 15 mstari wa 3 to 6, mpaka wa 6. the Bible made us understand that God we are handing over is a man of war. Biblia inatupa kuelewa Mungu tunayempa vita vyetu kwamba yeye ni mtu wa When vita. somebody is described as a man of war, Mtu anapotambulika kama mtu wa vita, you know, he have fought a lot of battles and still fighting. maana yake kwamba mtu huyo ameshapigana vita vingi na bado anaendelea kupigana. No devil can defeat him. Na hakuna pepo au shetani anaweza kumshinda. Exodus 15:3 to 6. Kutoka 15:3 mpaka 6. Let's understand this God we are handing over our battle to. Na tumuelewe Mungu huyu ambaye tunampa vita vyetu. If you are fighting a battle and they say you hand it over to somebody you know that cannot defeat your opponent, you'll be behaving somehow to hand over such battle to that person. Kama unapigana vita alafu unaambiwa mpe vita unaambiwa mpe vita akupiganie mtu ambaye hana uwezo wa kupigana, utakuwa na mashaka.
You even say, instead of handing over this battle to this person, let me fight it myself. Utasema kuliko nimpe mtu huyu vita hii anipiganie, basi bora nipigane mimi mwenyewe. But if you know who God is, Lakini kama unamjua Mungu ni nani, that this God is a man of war, kwamba Mungu huyu ni mtu wa vita, and it's not just by mouth. na si kwa kinywa tu. Exodus 15 verse 7 to 6. Look at verse 4. Toka 15 mstari wa 3 mpaka 6, angalia mstari ule wa 4. See how he fought. He said, Pharaoh's chariot and his host are he cast into the sea. Magari ya Farao na majeshi yake aliyatupa baharini. His choosing captain also are drawn in the Red Sea. Na wale maakida wake wateule wamezama katika bahari ya Shamu. The depth have covered them. Vilindi They vimewafunikiza. sank into the bottom as a stone. Walizama vilindini kama jiwe. The right hand, oh God, is more glorious in power. Bwana mkono wako Somebody kuume shout umepata hallelujah. fahari ya uwezo. The right hand of God is more glorious in power. Mkono wa Mungu umepata fahari ya uweza. Thy right hand, oh Lord, have dashed the pieces the enemy. Bwana mkono wako wa kuume wawasetaseta adui. He doesn't fight with his own right hand is enough to destroy every enemy of your life. Apigani tu, mkono wake wa kuume unatosha kuharibu maadui zako wote wa maisha yako. Why not hand over that battle to Kwa God? nini usimpe Mungu hiyo vita yako? Why not hand over that battle to Kwa nini God? usimpe Mungu hiyo vita Your yako? enemy will not be stronger than Pharaoh and his chariots, Maadui zako hawezi kuwa na nguvu kuliko Farao na but majeshi through yake. his right hand, Lakini kupitia mkono wa Mungu wa kuume he defeated them. aliwashinda Farao na Praise the majeshi Lord. yake. Bwana asifiwe. This God is a man of war. Mungu wetu ni mtu wa vita. God's right hand can break anything into pieces. Mkono wa kuume wa Mungu unaweza ukavunja chochote vipande vipande. If you understand the person who is a man of war, Ukielewa mtu huyu mtu wa vita, you have to understand what happened in praise unapaswa uelewe kinachotokea katika and katika why sifa. that challenge you are facing now will be a walkover if you praise him. Hiyo changamoto unaokutana nayo hapa itakwisha kama It is through utamsifu. praise that we hand over our battles to Ni God. kupitia sifa tunamkabidhi Mungu And zile now vita that you vyetu. have known that he's a man of war, Na sasa kwa sababu umejua kwamba Mungu ni when mtu wa you hand vita, over the battle to God, start rejoicing unapompa Mungu ile vita yako, anza kushangilia, because it's as good as won. kwa sababu inakuwa ni kama ameshashinda. Not only that God is a man of war, Sio kwamba Mungu tu ni mtu wa the vita. Bible says God is strong in battle. Biblia inasema Mungu ni mwenye nguvu katika vita. That the Lord is strong and mighty in battle. Mungu ni mwenye nguvu na uwezo katika vita. Psalm 24 verse 8. Zaburi 94 mstari wa 8. It said the Lord is strong and mighty in battle. Inasema Mungu ni mwenye nguvu na uweza katika The vita. Lord strong and mighty in battle. Mungu ni mwenye nguvu na uweza katika vita. Verse 10 call him the Lord of hosts. Mstari wa 10 inamuita ni Bwana wa majeshi. This is a person you are handing over your battle Huyu to. ndiye mtu unayempa vita vyako. If you have already handed over the battle to him through praise this month, Kama umempa vita vyako kupitia sifa mwezi huu, don't shake. usitikisike tena. You're already victorious. Umeshakuwa mshindi. When Jehoshaphat and the people of Judah handed over the battle to him, Yehoshafati na watu wa Yuda walipompa Mungu ile vita yao, because God had told them you don't need to fight in this battle. kwa sababu Mungu alishawaambia hamtahitaji kupigana katika vita hii. Just set yourself and see the salvation of God. Nijiandaeni, tusimameni muone wokovu wa Bwana. And they appointed singer and they started singing. Na wakawaandaa waimbaji na wakaanza kuimba. And God set ambushment. Na Mungu akaweka wavizi yao. The invisible God appeared in between the enemies of God's people. Mungu asionekana akatokea katikati ya maadui wa watu wa Mungu. Moved them, they started fighting each other. Wakaanza wao kupigana They wenyewe. started killing each other. Wakaanza kuuana wenyewe. Hallelujah. Hallelujah. I say hallelujah. Hallelujah. When Judah came, they find out every one of them dead. Yuda walipofika pale wakakuta maadui wote wameshakufa. That is the way God will destroy all your enemies. Hivyo ndivyo namna ambayo Mungu ataharibu maadui Somebody zako shout a wote. louder amen. Sema amina ya nguvu. That Pharaoh, you will not see it after this service Huyo again. Farao wako utamwona baada ya ibada ya That leo. Pharaoh disturbing your life after Huyo this service Farao today, it shall be anayetesa destroyed. maisha yako baada ya leo ataharibiwa. Somebody shout a louder amen. Sema amina ya nguvu. Somebody shout a louder amen. Sema amina ya nguvu. What am I saying? God manifests his wonders in praise. Ninachosema kwamba Mungu anadhihirisha maajabu yake katika sifa. If you read that scripture also, Exodus 15 in 11 part of 11, verse 11. Ukisoma ile Kutoka 15 mstari wa He said, 11. who is like unto thee, O Lord? Bwana katika miungu Among the gods. ni nani aliye kama Who wewe? is like unto thee? Ni nani aliye kama You wewe? are glorious in holiness. Tukufu katika utakatifu. Fearful in praises. Mwenye kuogopwa katika sifa zako. Doing wonders. Fanya maajabu. Doing wonders. Fanya maajabu. He manifests his wonder through praise. Anadhihirisha maajabu yake kupitia sifa. Hallelujah. Hallelujah. And I
believe God that in this 11-hour miracle service today, Ninamwamini Mungu kwenye hii ibada ya saa 11 ya muujiza. God will manifest his wonders in your life. Mungu atadhihirisha maajabu yake Somebody katika that maisha believes it, yako. shout a louder Kama unaamini amen. sema amina ya nguvu. Understand also that praise is a platform for fulfillment of prophecy. Elewa pia kwamba sifa ni jukwaa la kutimia kwa unabii. It's a platform for fulfillment of Ni prophecy. jukwaa la kutimia kwa unabii. You have to celebrate prophecy before you see it manifestation. Inabidi ushangilie unabii kabla hujauona ukitimia. We have said a lot about Abraham in Romans chapter 4 verse 16 to 21. Tumeshazungumza mengi kuhusiana na Ibrahim katika ile Warumi God have told- 4:16 mpaka God 21. have told him he's going to be the father of many nations. Mungu alimwambia atakuwa baba wa mataifa mengi. He praised his way to it. Akasifu hata kupata ile ahadi. See another character in scripture. Ona tabia nyingine katika maandiko. Hannah in 1 Samuel chapter 1, Ana katika Samueli wa kwanza reading from verse 1 to sura ya 13. kwanza mstari wa kwanza. Hannah was in Mpaka 13. need of a child. Ana huyu alikuwa anahitaji mtoto. She went to Shiloh as we are going to Shiloh now Akaenda Shilo kama sisi tutakavyokwenda Shilo and prayed. na akaomba. And prayed like a drunk woman. Na akaomba kama mwanamke mlevi. Eli the prophet have not seen anybody pray like that way. Eli nabii kuhani akuwahi kuona mtu akiomba namna ile. As a prophet, he have been in the sanctuary. He have not seen somebody pray that way. Kama nabii amekuwa madhabahuni na hajawahi kuona mtu akiomba namna ile. And he thought that this woman have taken something in the morning. Naye akazani huyu mwanamke amekunywa kitu asubuhi. Praise the Lord. Bwana asifiwe. I say praise the Lord. Bwana asifiwe. But after the prayers, Lakini baada ya yale maombi, a prophetic word came. neno la kinabii likaja. Eli told Hannah, Eli akamwambia Hana, I said, go in peace. akamwambia nenda kwa amani, That the God of Israel kwamba Mungu wa Israeli will grant you thy petition. atakupatia matamanio yako. Hallelujah. Haleluya. That in verse 17. Iko katika mstari wa Say, go 17. in peace, and the God of Israel grant thee thy petition which thou asked of him. Ndipo Eli akajibu akasema, enenda kwa amani na Mungu wa Israeli akujalie haja yako uliyomwomba. And verse 18. Na mstari wa 18, The woman went to his house, her house. yule mwanamke akaenda katika nyumba Her yake. countenance were no more sad. Ule uso wake haukuwa na huzuni The tena. devil have been using Penina and the children to provoke her. Shetani amekuwa akimtumia Penina na watoto wake kumchochea na And kumkasirisha. Hannah have been murmuring. Na Hana amekuwa But akilalamika. after that prophetic Lakini word, baada ya neno la kinabii, her character changed. tabia yake The ikabadilika. Bible says her countenance were no more sad. Biblia ikasema muonekano wake ukabadilika, ukawa She hauna huzuni started tena. rejoicing. Akaanza kufurahia. Hallelujah. Hallelujah. And verse 19. Mstari wa 19, She slept with joy. akalala kwa furaha. Rose up in the morning the next day. Akaamka asubuhi siku And iliyofuata. after, when he rose up, Alipoamka, what she did was she worshiped God. alichofanya akamwabudu In Mungu. name is he praised God and worshiped God. Akamsifu Mungu na kumwabudu And the Mungu. Bible says he worshiped before the Lord. Biblia inasema akaabudu mbele za Mungu. Hallelujah. Haleluya. And came back to the house. Na akarudi nyumbani. And God remembered her. Na Mungu akamkumbuka The Hana. prophetic word, go in peace. Neno la kinabii, nyenda kwa God amani. will grant you. Mungu atakupatia. And she left, Na akaondoka. started praising God, Akaanza kumsifu Mungu. worship God. Akamwabudu Mungu. And the prophetic word came as God has promised him. Na lile neno la kinabii likatimia kama Mungu alivyoahidi. Praise facilitates fulfillment of prophecy. Sifa zinachochea kutimia kwa unabii. Every prophetic word that you are believing God to receive, Kila neno la kinabii ambalo unamwamini Mungu kwamba atalitimiza kwako, between now and Friday, baina ya leo na Ijumaa, engage in midnight praise. jihusishe katika sifa za usiku wa saa 6. Go back to the prophetic word for the year concerning you. Nyenda katazame neno la kinabii la mwaka unaohusiana na wewe. Mark the ones that have happened. Weka tiki yale ambayo yameshatokea. And the ones that have not happened, Yale ambayo hajatokea write them down. yaandike chini. Drop them on the floor. Yaeke And sakafuni. engage in midnight praise. Na ujihusishe katika zile sifa za usiku. And as you are coming to Shiloh this year, you will come with them as testimonies. Na utakapokuja katika Shilo mwaka huu Somebody utakuja nazo shout a kama louder ushuhuda. amen. Sema amina ya nguvu. It's a prophetic instruction. Haya ni maelekezo ya kinabii. Somebody shout a bigger hallelujah. Sema haleluya kubwa. Today we look at dangers of not praising God. Leo tunazungumza hatari zilizopo pale tunapokuwa tumsifu Mungu. Dangers of not praising God. Hatari za kutokumsifu Mungu. We must recognize the cause of not praising God. Lazima tutambue laana ya kutokumsifu Mungu. For us to recognize that, we must know that praise is a commandment.
Ili tuweze kuelewa hilo, cha kwanza lazima tutambue kwamba sifa ni agizo. We must recognize that God wants us to praise him. Mungu anataka sisi tumsifu. When we don't do it, there are dangers. Pale tunapokuwa tumsifu Mungu kuna hatari. One of the dangers is that number one. Mojawapo ya hatari ya kwanza, Not praising God is pride. kutokumsifu Mungu ni That kiburi leads to self-destruction. kinacholeta katika uangamivu wako binafsi. When we are not praising God, God sees it as pride. Tunapokuwa tumsifu Mungu, Mungu anaona kama kiburi. And pride leads to self-destruction. Na kiburi kinapelekea kuangamia kwako mwenyewe. In Jeremiah chapter 13 verse 15, follow me. Yeremia 13:15 Jeremiah nifuate. chapter 13 verse 15. Yeremia 13:15. The Bible says, hear ye Biblia inasema sikieni and give ear. na msikie. Be not proud, Msiwe na kiburi, for God has spoken. kwa maana Mungu yeye amenena. Give glory to the Lord your God. Mpeni utukufu Mungu Bwana wenu, Before he causes darkness, kabla hajasababisha giza, and before your feet stumble upon the dark mountains. na kabla giza kuu alijatokea. While you look for light, he turned it into a shadow of Pale death, mnapoitazamia nuru, atageuza itakuwa ni kivuli cha and mauti make it a gross na darkness. kulifanya liwe giza kuu. But if you will not hear it, Kama hamtasikia, if you will not hear it, kama hamtasikia, my soul shall weep in secret places for your pride. nafsi yangu itahuzunika katika mahala The Bible pasiri kwa says sababu ya if kiburi chenu. we will not praise God, God see it as that you are proud. Maandiko anasema kama umsifu Mungu, Mungu anaona ni kama kiburi. He said, my soul shall weep in secret places for your pride. Anasema nafsi yangu italia mahala pasiri kwa sababu ya This is kiburi what God chenu. is saying. Hii ni Mungu He anasema. said, don't be proud. Mungu anasema usiwe na kiburi. In other words, it takes humility to praise God. Kwa maneno mengine ni kwamba inahitaji uwe mnyenyekevu ili uweze kumsifu Mungu. Pride is overestimation of yourself. Kiburi ni kujiinua mwenyewe. Many people don't praise God because they see themselves greater than God. Watu wengi hawamsifu Mungu kwa sababu wanajiona wao ni bora kuliko Mungu. They look at their titles in the society, they say, how can I be praising God? Wanatazama vyeo vyao katika jamii, wanasema nawezaje kumsifu Mungu? And they are moving to destruction. Na wanakuwa wanatembea kuelekea katika uharibifu wao. Because the Bible says in Proverbs chapter 16 verse 18, Kwa sababu Biblia inasema katika Mithali 16 mstari wa 18, that pride goes before destruction. kiburi utangulia uharibifu. Anytime the devil wants to destroy, he put the spirit of pride inside of Wakati you. wowote shetani anapotaka kukuharibu, anakupa roho ya kiburi ndani yako. Son, praises are going on and you are standing as if you and God are mate. Sifa zinaendelea, alafu wewe unasimama kama wewe na Mungu mnafanana, mnalingana. Hallelujah. Haleluya. You can call it civilization, but God call it pride. Unaweza ukaita ni ustaarabu, lakini Mungu anaita ni kiburi. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. And God can destroy because of pride. Na Mungu anaweza kuharibu kwa sababu ya kiburi. He hates pride. Mungu anachukia kiburi. In Acts of Apostles chapter 12 verse 23. Matendo 12 mstari wa 23. Acts of Apostles chapter 12 verse 21 to 23. Matendo sura ile ya The 12 Bible mstari wa 21 mpaka talk about 23. Herod. Biblia inazungumza kwa habari ya Herode. Herod, upon a set day, Herod arrayed in a royal apparel, sat upon his throne and made an oration unto them. Siku moja aliyozaliwa Herode akajivika mavazi ya kifalme akaketi katika kiti cha And enzi. the people gave a shout, saying, Watu this is the wakapiga voice of kelele God, not of a wakisema, man. hii ni sauti ya Mungu si ya mwanadamu. And immediately the angel of the Lord smote him, Na hapo hapo malaika wa Bwana wakampiga, because he gave not God the glory. kwa sababu hakumpa Mungu utukufu. And he was eaten of worms and gave up the ghost. Akaliwa na chango, akatokwa na roho. God sent his angel to kill Herod because Herod did not give him the glory. Mungu alituma malaika wake wamue Herode kwa sababu Herode hakumpa Mungu utukufu. Not praising God is pride, and pride leads to destruction. Kutokumsifu Mungu ni kiburi, na kiburi hupelekea uangamivu. Hallelujah. Haleluya. Somebody shout a bigger hallelujah. Sema haleluya ya nguvu. Anytime you are not praising God, please cast out that pride in you. Wakati wote unapojiona You want to umsifu destroy you. Mungu, kemea na kutoa hiyo roho ya kiburi ndani Or yako. every time you see what God have done in your life, and you see it, you are the one doing it. Is pride. Au wakati wote ambako Mungu anatenda jambo katika maisha yako afu unajiona kama ni wewe umetenda, hicho ni The story kiburi. of Herod, it was people that gave him the honor, Hii historia ya Herode hapa ni wanadamu ndio alimpa utukufu, and he took it. na yeye akaupokea ule He utukufu wa wanadamu. received it. Akaupokea utukufu wa wanadamu, That his voice is a voice of a God. kwamba sauti yake yeye ni kama sauti ya That he Mungu, can speak now like God. na anaweza kuongea sasa kama Mungu. Why they were hailing him, Wakati wakiwa wanamuinua, God smote him.
Mungu akampiga akamshusha and he died of cancer. na akafa kwa ajili ya chango. You will not die of cancer. Hautakufa kwa ajili ya saratani. God cancelled him out of the earth Mungu akamfuta akamtoa duniani because he did not give God the kwa glory. sababu hakumpa Mungu tukufu. That will not be your portion. Hilo halitakuwa fungu lako. That will not be your portion. Hilo halitakuwa fungu lako. Somebody shout a louder Sema amen. haleluya, amina ya kubwa. What am I saying? Pride is destructive to our soul. Nachosema kwamba kiburi kinaharibu nafsi zetu. And God himself, the Bible says, resist the proud. Mungu mwenyewe, Biblia inasema Mungu wapinga wenye kiburi. John chapter 4 verse 6. Ile Yakobo 4:6. He resists the proud. If God resists you, where will you run to? Mungu anawapinga wenye kiburi. Kama Mungu anakupinga utakimbilia wapi? Stop overestimating yourself. You are nothing before God. Usijiinue mwenyewe, wewe si kitu mbele za Mungu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. I say praise the Lord. Bwana asifiwe. I said last Sunday there is nothing you have that God is not the reason you have them. Nilisema Jumapili kwamba hakuna kitu ulichokuwa nacho ambacho hakitoki kwa Mungu. There is nothing you have that God is not the reason you have Hakuna them. kitu ulicho nacho ambacho hakitoki kwa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. I say hallelujah. Hallelujah. Even I found out from scripture that pride is sin. Nimegundua kupitia maandiko kwamba kiburi ni dhambi. Hallelujah. Hallelujah. In Proverbs 21 verse 4. Look Mithali at it. 21 mstari wa Proverbs 4. 21 verse 4. Mithali 21 mstari wa 4. Look at it. Itazame pale. A high look, a proud heart, and the powering of the wicked is sin. There are everything he mentioned there. Mithali 21 mstari wa One, 4. a high look, Macho yenye high-mindedness, a proud heart, Moyo wa kutakabari. the pouring of the wicked is sin. Hata ukulima wa waovu ni dhambi. Very simple. He said is sin. Asa ni dhambi. Please be humble. Tafadhali kuwa mnyenyekevu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. I say praise the Lord. Bwana asifiwe. God resisted the proud Mungu and huwapinga giveth wenye more kiburi grace to the humble. na huwapa neema zaidi wanyenyekevu. And everyone here being possessed with the spirit of pride, Na yoyote hapa anayemilikiwa na roho ya kiburi, today that spirit is causing your life in the name of Jesus leo hiyo Christ. roho imelaaniwa katika maisha yako. Somebody katika jina la shout a Yesu. louder Sema amen. amina ya nguvu. Number 2, Namba 2, not praising God kutokumsifu Mungu turns our blessing to curses. kunageuza baraka zetu kuwa laana. Not praising God turns our blessings to curses. Kutokumsifu Mungu kunageuza baraka zetu kuwa laana. In Malachi chapter 2 verse 1 to 3. Malaki 2 mstari wa kwanza mpaka wa 3. The Bible said this commandment is now, oh ye praise, this commandment is for you. Sasa Biblia inasema ili agizo ni kwenu nyinyi makuhani. Let me say something when the Bible talks about priest. Niseme kitu pale Biblia inapozungumza kwa habari ya By makuhani. redemption, the Bible made us understand we are made kings and priests. Kupitia wokovu maandiko yanatupa kuelewa tumefanywa kuwa makuhani na wafalme. We are made kings and priests. Tumefanywa kuwa makuhani na wafalme. When the Bible says, "Hear, O ye priests," is talking to everyone. Biblia Every one inaposema of us. sikieni enyi makuhani inazungumza kwa habari yetu sisi He sote. said, "This commandment is for you. Ili agizo ni lenu. If you will not hear, Kama hamtasikia, if you will not lay it to heart, kama hamtatia moyoni, to give glory unto my name," says the Lord of hosts, kulipa utukufu jina langu, asema Bwana wa majeshi, "I will even send a curse upon you. nitatuma laana juu yenu, I will curse your blessings. nitalaani baraka zenu, Yea, I will have cursed them already, na hakika nimeshazilaani tayari, because you did not lay it to heart." kwa sababu hamkutia moyoni. Verse 7. Mstari wa 3. Behold, I will corrupt your seed and spread thorns upon your faces, Mstari wa 3. Angalieni nitaikemea mbegu kwa ajili yenu, even the thorns of your swollen face, nami nitapaka nyuso zenu mavi and one shall take you away with it. na mavi ya sadaka zenu, nanyi mtaondolewa pamoja nayo. Somebody say, God forbid. Sema Mungu rehemu. But lay it to heart to give glory unto him. Anasema kama mtatia moyoni kumpa utukufu yeye. I've said it when the Bible says giving glory to God means praising God. Biblia inaposema kumpa Mungu utukufu maana yake kumsifu Mungu. Psalm 50 verse 23. He that offereth Mithali praise 50 glorify the mstari wa Lord. 23, yule anayetoa sifa anamtukuza Let's Mungu. lay it to heart to give glory to him if we want him to bless our blessings. Tuzamirie mioyoni mwetu kumpa yeye utukufu kama tunataka abariki baraka zetu. When we are not praising God, he calls our blessings. Tunapokuwa atumsifu Mungu analaani baraka zetu. That's the reason where you see this man used to be rich before, he's no more rich. Hiyo ndio sababu unaona kwamba kuna mtu fulani alikuwa tajiri kipindi fulani na Many sasa hivi sio people tajiri don't know tena. how to maintain the richness they attain. Watu wengi hawajui kutunza utajiri walioupata. When they are full, they can't praise God again. Wanapokuwa wamebarikiwa, wametajirika, hawawezi kumsifu Mungu tena. And
God's hands will be removed and the thing will start reducing. na mkono wa Mungu utaondolewa kwao na ile tajiri na utajiri unaanza kushuka chini. That will not be your portion. Hilo litakuwa fungu lako. Lay it to heart to praise him. Dhamiria ndani ya moyo wako kumsifu Mungu. Number 3. Namba 3. Not praising God destroy the returns on our labor. Kuto kumsifu Mungu kunaharibu zile baraka za utumishi wetu. We labor in this kingdom. Tunatumika katika utumishi huu. Laboring in prayer. Tunatumika katika maombi. Laboring in giving our offerings and kingdom investments. Tunatumika katika kutoa sadaka zetu katika Laboring uwekezaji. in soul winning and so on. Tunatumika katika kuvuna nafsi. But for us to get the returns of our labor, Lakini ili tuweze kupata thawabu ya utumishi wetu, praise must be involved. sifa lazima zihusike. When we are serving God without gladness, it becomes a curse. Tunapomtumikia Mungu pasipo furaha ya moyo inageuka kuwa laana. Deuteronomy 28 verse 47 and 48. Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 47 na 48. He said, because thou servest not thy God with joyfulness of heart, for the abundance of all things. Anasema kwa kuwa kumtumikia Mungu kwa furaha ya moyo kwa utele wa vitu vyote. He said, thou shalt serve thy enemy, the Lord will send among thee in hunger, in thirst, in nakedness. Somebody say, God forbid. Anasema kwa sababu hiyo basi Mungu atasababisha watumikie maadui zako ambao Mungu anawaleta juu yako katika njaa, katika kiu, katika uchi. In this kingdom, it's not just about serving, but serving with gladness. Katika ufalme huu si kutumika tu bali kutumika kwa furaha. Many people are serving with murmuring and complaining. Watu wengi wanatumika wakiwa na huzuni na malalamiko. And you can't get your returns. Na huwezi kupata thawabu yako. In Joel chapter 1 verse 11. Yoeli 1 mstari wa 7. The Bible says harvest is dried up because joy is withered from the heart of man. Biblia inasema mavuno yamekauka kwa sababu sifa zimekauka katika mioyo ya watu. You can destroy your harvest. Unaweza ukaharibu mavuno yako with murmuring and complaining. kwa ile hali ya kulalamika na kunungunika. But to get the returns of your seed sown, you need joyfulness of heart. Ili upate thawabu ya mbegu zako ulizopanda unahitaji kuwa na furaha na changamko la moyo. And joyfulness of heart leads to praise. Na ile changamko la moyo linapelekea wewe kumsifu Mungu. Hallelujah. Hallelujah. And finally number 4. Na mwisho cha 4. The dangers of not praising God. Hatari za kutokumsifu Mungu. Not praising God keep us at the same spot. Kutokumsifu Mungu kunatufanya tudumae, tubaki pale pale. Not praising God keep us at the same spot. Kutokumsifu Mungu kunatufanya tubaki pale pale au tudumae. And I close with Psalm 28 verse 5. Namalizia katika ile Zaburi 28 mstari wa 5. Zaburi 28 mstari wa 5. Because they regard not the work of the Lord. Kwa sababu hawakuitazama kazi ya Bwana. No operation of his hand. Wala matendo makuu ya mikono yake. He shall destroy them. Atawaharibu. He shall not build them up. Hata wajenga tena. Because they did not regard, and that's why they are not praising. Kwa sababu hawakutazama ndio maana hawakumsifu. To remain at the same spot. Kubaki katika kituo kimoja. Is not God's agenda for you. Huo si mpango wa Mungu kwako. Because the Bible said the path of a just man is like a shining light. Kwa sababu Biblia inasema njia mwenye yake ni kama nuru ing'aayo. That shine more and more unto a perfect day. Inauzidi kung'ara hata mchana mkamilifu. God have a plan for us to move from one level of glory to another. Mungu ana mpango kwetu tuhame kutoka utukufu mmoja kwenda utukufu mwingine. But when we are not praising God, lakini tunapokuwa tumsifu Mungu, we might remain at the same spot. Tunaweza tukabaki kwenye kituo kile kile kimoja. Hallelujah. Hallelujah. I say hallelujah. Hallelujah. That one leper returned. Only one returned. Yule mkoma mmoja pekee ndiye alirejea. He changed level. Akabadilisha viwango. Other people were cleansed but he was made whole. Watu wengine walitakasika lakini alifanya kuwa mzima mkamilifu. Remember, he came with a loud voice glorifying God. Kumbuka alirejea kwa sauti kuu akimtukuza Mungu. Rise up on your feet. Inuka kwa miguu yako. Rise up on your feet. Inuka kwa miguu yako. Wave those hands to Jesus Punga Christ. mikono hiyo kwa Yesu Kristo. Somebody blessed by this message, shout a bigger hallelujah. Kama umebarikiwa na ujumbe huu sema haleluya kubwa. Somebody shout a bigger hallelujah. Sema haleluya kubwa. I took time to teach you the danger of not praising God. Nimechukua muda kukufundisha hatari za kutokumsifu Mungu. As we are concluding this month, entering to another month. Tunapomalizia mwezi huu na kuingia mwezi mwingine. Please make praise your lifestyle. Tafadhali fanya sifa kwa mfumo wako wa maisha. You will not miss God. Hautamkosa Mungu. No matter what is happening in your life, never complain. Haijalishi nini kinatokea kwenye maisha yako, usilalamike. Don't murmur. Usilalamike. 1 Corinthians chapter 10 verse 10. They Wakorintho wa kwanza 3 mstari wa 10. They were destroyed by walipolalamika na kunungunika waliharibiwa na Mungu. You will not be destroyed in the name of Jesus. Hautaharibiwa katika jina la Yesu Kristo. Somebody wave those hands to Jesus. Punga mikono yako kwa Yesu Kristo. Oh malia baba kashole bala bashu andalia bala bali andoshia baba. In Jesus glorious name. Katika jina tukufu la Yesu. We talk about pride today.
tumezungumza kwa habari ya Kristo leo. A sinner cannot run away from the spirit of pride. Tumezungumza kwa habari ya kiburi, na mwenye dhambi hawezi kukimbia roho ya kiburi. Because it was pride. It was pride that made God to cast devil out of heaven. Ilikuwa ni kiburi kilichosababisha Mungu amkimbize shetani, amtoe kule mbinguni. It was pride. Kilikuwa ni kiburi. And the devil and sin, they are the same. Na shetani na dhambi ni kitu kimoja. Sin is Satan identification number. Dhambi ni alama au namba ya utambulisho ya shetani. That's why to run away from pride, you must run away from sin. Ndio maana ili uweze kukimbia kiburi inabidi ukimbie dhambi. Hallelujah. Hallelujah. I say hallelujah. Hallelujah. Somebody is here, you want to give your life to Christ? Kama uko hapo unataka kumpa Yesu maisha yako, Please just lift your hand up. Let me pray for you. tafadhali inua mkono wako juu. Or this message I've taught you today, you want to dedicate your life to Au Jesus? ujumbe huu umekugusa, unataka kutoa tena kwa Please upya lift maisha your yako hand kwa up. Yesu. Let me pray for you. Inua mkono wako juu Wherever you are, uombewe. lift your hand up. Let me pray for Inua you. mkono wako juu uombewe. You want to surrender. You want to say, Jesus, Unataka kujisalimisha kwa Yesu. oh Lord, that spirit of pride in my life must give way today. Unataka kumwambia Mungu roho ya kiburi iondoke Oh, kwangu. baptize me with the spirit of humility. Na unibatize na roho ya unyenyekevu. Somebody want to pray that prayer? Please Unataka lift your hand kuomba up. ombi hilo, inua You want mkono to wako juu. surrender or you want to be dedicated? Unataka kujisalimisha kwa Yesu Hallelujah. Kristo. And every other person stretch forth your hands towards the communion. Wengine wote It's tunyoshe a mkono communion of wetu 11-hour miracle. tuelekeze katika Communion of meza ya 11-hour miracle. muujiza wa saa Instant 11. testimony, these few minutes remaining. Shuhuda za papo kwa Instant papo. testimonies, instant testimonies. Shuhuda za papo kwa Oh, papo. someone is receiving 11-hour Kuna miracle. mtu anapokea muujiza wa That saa sickness 11. will not follow you home. Huo ugonjwa hautakufuata That burden nyumbani. will not follow you home. Huo ugonjwa hautakufuata nyumbani. Oh, that spirit of pride will not follow you Hiyo roho ya home. kiburi haitakufuata Oh, nyumbani. this communion, by this communion you are baptized. Oh, with the spirit of humility that will allow you to praise God as never Kwa before. ushirika huu unabatizwa na roho ya unyenyekevu The spirit of itakayokuruhusu praise is kumsifu coming Mungu. upon you today. Roho ya sifa inakuja The kwako. spirit of praise is coming afresh Roho upon ya you. sifa inajia kwako All kwa the days of your life you shall praise God as never siku before. zote za maisha yako utamsifu Lift Mungu. up your voice and pray. Lift up Inua your sauti voice and yako na pray. uombe. Leko shakatelia basholi balaba. Aliko shokota liba shundelia baba baliaba. In all our viewing centers, lift stretch forth your hands. Kwenye vituo vyetu vya kutazamia There is inua no mikono barrier yako. in the realm of the spirit. Hakuna As you are kizuizi blessed katika in ulimwengu here, wa you are roho. receiving your 11-hour miracle Ukiwa now. huko huko You are receiving unapokea an muujiza 11-hour wako wa saa miracle 11 by this communion today. kwa ushirika huu mtakatifu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. It is blessed. Imebarikiwa. Jesus, this is now the flesh and the blood of Yesu, Jesus. huu ni mwili wako na damu yako. And we decree, let it deliver to your people last minute miracles. Tunatamka izalishe kwa By watu this wako muujiza wa dakika ya communion, mwisho. let every spirit of pride in anyone here die forever. Kwa ushirika huu roho ya In the name kiburi of ndani ya kila Jesus. mtu ikafe kwa jina la Yesu. Jesus, thank you. Yesu asante. By this communion, impart upon us the spirit of meekness. Kwa ushirika huu ingiza In ndani the yetu name of roho ya Jesus. unyenyekevu By katika jina this la Yesu. communion, impart on us the spirit of praise. In the Tuingizie name of ndani Jesus yetu Christ. roho ya sifa Thank kupitia you, ushirika Abba huu. Father. Asante Baba. It is done. Imefanyika In Jesus' name. katika jina la Yesu. Please, we'll be dancing before God 11-hour miracle praise. We'll be celebrating God in the next 10 minutes before we share the grace. Tutamsifu Mungu sifa Choir, za saa 11 za muujiza. After partaking of the communion, Kwa please dakika start giving 10. them. You go back to your seat and continue to dance. Baada ya kushiriki ushirika mtakatifu utarudi kwenye kiti chako, utaendelea kumsifu Mungu. Sifa Bwana, sifa Bwana, sifa Bwana, pokea sifa Bwana. Sifa Bwana, Sifa Bwana, pokea sifa Bwana. sifa Bwana, sifa Bwana, sifa Bwana, pokea sifa Bwana. Sifa Bwana, 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 pokea sifa Bwana. oh sifa Bwana, sifa Bwana, sifa Bwana, pokea sifa Bwana. Sifa Bwana, Bwana, pokea sifa Bwana. sifa Bwana, sifa Bwana, sifa Bwana, pokea sifa Bwana. Sifa Bwana, Bwana, Sifa Bwana, pokea sifa Baba, pokea sifa, pokea sifa, pokea sifa. Eh, Baba, pokea sifa, pokea sifa, pokea sifa. Wewe Baba, pokea sifa, pokea sifa, pokea sifa. Baba,
sifa, pokea sifa. Yahweh pokea sifa, Baba pokea, pokea sifa. Yahweh pokea sifa, pokea sifa, pokea sifa. Yahweh pokea sifa, pokea sifa, pokea sifa. I give you glory, power, power, majesty. You are the Lord, forevermore, Jehovah. Jehovah Jireh, Jehovah Nissi, you are my Ebenezer, Jehovah Adonai. I give you glory, honor, power, majesty. You are the Lord, forevermore. Jehovah, Jehovah Nissi, you are my Ebenezer, Jehovah Adonai. I give you glory, honor, power, majesty. You are the Lord, forevermore. Oh, Jehovah. Jehovah Jireh,
the Most High. You are the Most High God. You are the Most High. You are the Most High God. You are the Most High. Hey, you are the Most High You God. are the Most High. We give you glory. You are the Most High. We give you glory. You are the Most High. We give you glory. You are the Most High. Give you glory. You are the Most High. You are the Most High. You are the Most High You God. are the Most High God. Hallelujah. Hey, my Jesus. Ebube, ebube, ebube dike. Ebube, ebube, ebube dike. Hey, Jesus. Ebube, ebube, ebube dike. Ebube, 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 ebube. Ebube, ebube, ebube dike. Hey, my Jesus. Ebube, ebube, ebube dike. Ebube, 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 ebube. Ebube. Ebube, ebube, ebube dike. Hallelujah. Get it, Queens. Jesu wabaraka, wabaraka, wabaraka. Jesu wabaraka, wabaraka, wabaraka. Wewe unaweza, unatosha, una nguvu. Jesu wabaraka, wabaraka, wabaraka. Wewe ni mfalme, ni mfalme, unaweza. Hey,
Glory be to Jesus. Utukufu kwa Yesu. Praise God. Bwana asifiwe. It is done. Imefanyika In the name of Jesus katika Christ. jina la Yesu Kristo. I'm not hearing a louder Sisikia amen. amina ya nguvu. I know that God of 11-hour miracle have visited you. Mungu wa saa 11 amekutembelea. And that visitation will result to testimonies in the name of Jesus Na Christ. kutembelea huko kutageuka kuwa muujiza kwa jina la Yesu. Everything that's been disturbing you, everything that's been a barrier to you, Kilichokuwa by this kinakutesa au dancing today, they are kikwazo destroyed in the kwa name of Jesus kucheza leo Christ. vimeharibiwa kwa jina la Yesu. As you have danced today, you have danced away that sickness. Ulivyocheza No leo more sickness in your life in the name ugonjwa. of Jesus Hakuna Christ. ugonjwa tena No more kwako. sickness in your life in the name of Hakuna Jesus ugonjwa Christ. tena kwako. Somebody shout a louder Sema amina amen. nguvu. Everything you have targeted in this place today, Kila kitu ulicholenga katika sifa za leo, I decree in the name of Jesus Christ of natamka kwa jina la Nazareth Yesu. that every one of them are turned now to testimonies in the name Matarajio of yako Jesus Christ. yamegeuzwa ushuhuda kwa jina la Yesu. All the days of your life, you shall live a praiseful life in the name of Jesus Utaishi Christ. maisha ya sifa siku zako zote Nothing za will maisha put yako. you down forever in the name of Jesus Hakuna Christ. kitakachokushusha chini kwa jina la Yesu. That burden in your life is lifted now in the name of Jesus Huo Christ. mzigo kwenye maisha yako That umeondolewa. marital yoke is destroyed now in the name of Jesus Hiyo Christ. nira imeharibiwa leo kwa jina la That Yesu. yoke of joblessness is destroyed in your life in the name of Jesus Nira ya Christ. kukosa kazi imeharibiwa. That yoke of childlessness is destroyed in your life in the name of Nira Jesus ya Christ. utasa imeharibiwa. The God of 11-hour miracle will visit you. Mungu wa saa 11 akutembelee. As you come tomorrow, you shall come with testimony. Utaporejea kesho utakuja na ushuhuda. Somebody shout a louder amen. Sema amina ya nguvu. You are covered with the blood of Jesus Christ. Umefunikwa kwa damu ya Yesu Kristo. Every blessing you have received since the beginning of this praise session, they Baraka are permanent in uliopokea the name of Jesus Christ. tangu kuanza kwa msimu Every wa healing you sifa have ni za received, they are kudumu. permanent in the name of Jesus Baraka Christ. zote ulizopokea ni za kudumu kwa jina la Yesu. Every spirit of pride in the life of anyone here, I said it again, that spirit is cursed in the name of Jesus Christ. Roho ya kiburi ndani yako imeharibiwa kwa jina la Yesu. Filled with the spirit of meekness in the name of Jesus Christ. Umejazwa na roho ya unyenyekevu Filled katika with jina la the spirit Yesu. of meekness in the name of Jesus Umejazwa na Christ. roho ya unyenyekevu kwa jina la Yesu. No devil will destroy your life. Hakuna shetani atakayeharibu maisha yako. Between now and the end of the month, before Baina ya leo na Shiloh, mwisho wa mwezi, God of heaven will give to you your heart desires in the name of Jesus Mungu wa Christ. mbinguni atakupatia matamanio yako. That which you have desired from the beginning of the year, they have not yet in your hand. Kila ulichotamani Between now and tangu Shiloh, mwanzo wa you shall mwaka, come with Shiloh with them as testimonies in the name baina of ya Jesus leo na Christ. Shilo utakuja navyo kama ushuhuda. Go in peace Nyenda kwa amani in the name of Jesus katika Christ. jina la Yesu Kristo. For all everyone traveling before Sunday, your journey is covered with the blood of Kwa Jesus Christ. anayesafiri kabla ya Jumapili, Those safari yako flying, imefunikwa those kwa damu ya traveling on the Yesu. way, in the name of Jesus, the Bible said when they go from one place to another, Inasema from one walipoenda eneo kingdom kwenda to another eneo people, he removed ufalme, kings for their kwenda sake. ufalme, aliwakemea wafalme I decree kwa niaba yao. by the authority of Jesus Kwa Christ, mamlaka ya jina la Yesu. you will not experience any form of accident in the name of Jesus Christ. Hautapata ajali yoyote angani kwa jina la Yesu. The God of this great commission will preserve your going out and your coming in. Mungu wa huduma hii kubwa atalinda kuondoka kwako na kuingia kwako. In Jesus' glorious Katika name. jina tukufu la Yesu. You are blessed. Umebarikiwa. Shiloh Shilo 2017. 2017. Shiloh 2017. Shilo 2017. It is your new dawn. Ni pambazuko lako jipya. This team of Shiloh this year will answer in your own life. Sehemu wa Shilo wa mwaka huu utajibu katika maisha yako. In Jesus' name. Katika jina la Yesu.